nilichoamrishwa niseme tarjama fupi ya Sheikh Muhammad ibn Idrisa Ash-Shafi'i pamoja na mifumo ya utohoaji wa hukumu za kisheria. Kilichonipa faraja kwa lugha ile ile aliyotumia mwalimu wetu na rafiki yetu Sheikh Taha, manake wanafunzi wake huwafanya rafiki zake, lugha ile ile aliyotumia kwa kanuni al-ba'ratu tadullu ala al-ba'ir. Hii ndio kanuni. Itakuwa tabu kuona mzigo wa kuku ukasema hapa alipita nyati. Kama mwalimu wetu anasema mabwana wakubwa hawa hawajui, tafsiri yake sisi hatuwajui kabisa. Sasa lakini tumeambiwa tuseme kwa ufupi. Ikiwa kwa ufupi ndiyo kinachohitajika, naamini mimi naweza nikasema ufupi wa ufupi. Unadhani ni kwa nini? Kwa nini hawa? Maneno ya watu wa history, waman wa'a tarikha fi sadrihi adhafa a'maran ila umri. Kwa sisi talabatul ilmi, mara nyingi hupenda kuwaambia wacha tuitwe tu mashehe kwa sababu ya tunapoishi, na mtu asichukie kuitwa sisi mashehe pamoja na kuwa si mashehe. Sisi ni talabatul ilmi kwa sababu ya kanuni al-a'waru fi biladil umyani malikun. Yule mwenye jicho moja akiishi katika kijiji cha vipofu watupu, yeye ndio mfalme pale. Sasa huko tunakotoka kuna watu huko wa nahnu yaktubuna, hao ndio tunaishi nao sisi. Tunaishi na kina hunna taktubu, hao ndio wetu sisi. Kwa hiyo sisi tuna nafuu, tunaitwa mashehe kwa sababu hizo. Na mara nyingi wanawaambia vijana wenzangu, ili tupate maarifa na nafahati za ulama, kwanza tukiri hali yetu. Ukikiri hali yako ni rahisi kwenda kusoma. Kuna watu wameridhishwa na majina wanayopewa na sifa wanazopewa, kwamba mabingwa, maprofesa, basi matokeo yake anaridhika. Hana muda wa kuuliza asichokijua, hana muda pia wa kukiri na kurejea alichokisema, kwa sababu yeye tayari ni mwana wa chuoni. Faqal ulama alqabu mansibi fi ghairi mawdhihi kahirri yahki intifakh surat al-asadi. Siku zote haya majina ya vyeo akipewa mtu siye na akalikumbatia lile jina, mfano mzuri kabisa Imam Shafi anasema ni sawa sawa na paka aliyejaribu kujitutumua aonekane kuwa ni simba, lakini yeye bado ni nani? Paka tu, paka tu. Ukizingatia historia ya matukio na watu waliopita, tafsiri yake umeongeza umri ulionao kwenye kile ulichonacho, umeongezea. Mwenye miaka 20 akaizungumza historia ya Tanzania kana kwamba na yeye alikuwepo wakati inaundwa Tanzania. Kuwajua mabwana wakubwa hawa ni sehemu katika kujua Uislamu. Hata maneno aliyosema mwalimu wangu Sheikh Ali Muhyiddini, mimi pia nayaunga mkono, kwamba kumpenda Imamu Abu Hanifa ni katika sunna. Kwa nini? Sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuwapenda wasomi, wanavyuoni, na Abu Hanifa ni katika wanachuoni. Lakini ukisoma Qur'ani 30 haji, ruka moja nenda 32 haji,
utaona dhalika wa man yu'azzim hurumati llah fahuwa khairun lahu inda rabbi. Yote hayo mliyosikia, yeyote ambaye ataheshimu na kutukuza matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajakosea. Hilo analolifanya ni bora sana kwake siku ya kiyama mbele ya Allah, kwa maana atavuna nalo makubwa kwa kuheshimu hurumatillah. Si kama haitoshi 32 haji, dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Ukimwona mtu anaheshimu logo za utukufu na uwepo wa Allah, ni dalili hayo ni katika uchamungu wa nyoyo. Ukimwona mtu anayeheshimu madarasa, ana elementi za uchamungu. Ukimwona mtu anauheshimu msikiti, ana elementi za uchamungu. Ukimwona mtu anaiheshimu Qur'ani, ana elementi za uchamungu. Ukimwona mtu anaheshimu na kuthamini hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana elementi za uchamungu. Ikiwa ni hivyo, ukimwona mtu anamuheshimu na kumthamini mwanachuoni, ana elementi za uchamungu. Katika sha'air Allah, huwezi kumtoa mwana wa chuoni aliyeyaelewa maneno yaliyowashinda Waarabu kwa asilimia kubwa, mpaka Mungu akamuandaa mtu kwenda kuwasaidia kufafanua. 44 Nahli, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Maana yake wao pamoja ni Waarabu na Qur'ani imeteremka katika lugha ya Kiarabu, lakini bado walihitaji msaada wa mtu kuwasaidia. Leo anatokea mtu Allah amemfungua kichwa, kayafahamu yaliyo ndani, katika mfano alioeleza mzee wetu Sheikh Taha kwamba thumma amatahu fa akbara. Wewe unahusika wapi kwenye aya hii? Kwa sababu aliyoyasema ni Mungu mwenyewe, yeye ndio kaua na yeye ndio anatia kaburini. We nani? Sababu thumma amatahu fa akbara, faili ni Allah. Kwa inabidi mtu akifa tumuache, tumsubiri Mungu aje afanyeje? Amzike. Amatahu huwa Allah wa akbarahu huwa Allah, ndiye fail. Lakini kuna watu wameelewa mafuhumu ya hapa, wakatusaidia sisi warugaruga. Ala, kumbe inatakiwa hivi. Maana yake wale walioelewa waheshimiwe. Lakini hawa walijikita katika sheria kama ambavyo imekuja katika aya nambari 18 Jathia, likiwa ni agizo la Allah kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia la tuhusu sisi. Khitabun linnabii sallallahu alaihi wasallam, khitabun li jamii ummatihi ma lam yatakhassas thumma ja'alnaka ala shari'atin. Peke yake itutoshe sheria tuliyokuwa nayo sisi, pamoja na kutoitambua na kuipa haki yake. Si sheria ya kawaida. Mwenyezi Mungu aliileta katika sura kama ya nakira hivi, lakini tanwinu ta'dhimi wa tafkhim. Hakusema thumma ja'alnaka ala sharia, ala shari'atin, tanwinu at-ta'dhimi wa tafkhir, kisha tumekuweka Muhammad kwenye sheria. Muniwie radhi kidogo, nitaokota vitu kidogo. Sheria ya aina yake, sheria bora kabisa, wewe Muhammad, tukaifanya sheria ni kana kwamba ni usafiri. Katika vitendo, kuna vitendo ambavyo vinaeleweka maana yake kwa sila, yani ipatikane herufi, kukaa kwa herufi hiyo ndio kunakamilisha maana. Lakini jala haihitaji sila, yenyewe inajitegemea. Kuingia kwa ala ni ishara kwamba sheria imefanywa kuwa ni chombo. Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akachukuliwa akawekwa katika kile chombo. Sheria asiiendeshe, bali sheria imuendeshe. Thumma ja'alnaka ala shari'ati, acha sheria ikuendeshe unakotaka kwenda. Sheria yenyewe akaiwekea bayani, minal amri, inayotokana na dini hii ya Uislamu. Minal amri, sheria hii ni ya dini hii. Fattabi'ha, ikiwa sura ndiyo hiyo, fuata sheria hiyo. Anaambiwa Mtume Muhammad. Ikiwa anaambiwa yeye na sisi ndio wafuasi wake, maana yake twatakiwa sisi pia tufuate mule mule. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana.
Mtume anatakiwa kufuata sheria na sio nyingine. Wewe unatafuta ya kwako, kwani wewe nani? Kuonesha umuhimu wa kushika sheria ya dini hii, kulikuwa hakuna haja ya kusema wala tatami ahwa alladhina la ya'lamun, kwa sababu ya kanuni ya kiusuli kwamba al-amru bishai'i nahyun an dhiddihi. Ilitosha tu fattabiha, maana yake hutakiwi kufata kingine. Lakini ujio wa ibara ya pili ni kuonesha msisitizo wa yale yaliyosemwa nyuma, wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun. Ikiwa wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun, katika usulu mafhumu khalafa, wattabi ulum alalimin, ndio hawa sasa, ndio mafhumu yake. Ikiwa usifuate fikra, mitazamo, matashi ya mafurafura, maana yake shikamana na wasomi. Na katika wasomi ndio hawa mabwana wakubwa ambao leo tumekutana kusikiliza historia zao. Otosheka ile historia yake, pamoja itakuwa ni kwa ufupi, umjue ni mtu wa namna gani. Mzee Muhammad ibn Idrisa Ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi, tukitaka kutafuta kwenye umri amekufa, ndio umri wetu sisi. Tukitumia akili ya kawaida, manake mimi na Imamu Shafi mimi nimempita, manake kutoka alipokufa alikuwa endelee kukua, mimi mpaka leo ishazidi akili ya kawaida. Amekufa ana miaka 54 kwa mujibu wa kalenda ya Hijri, kwa kuwa alizaliwa mwaka 150 kama alivyosema mzee Sheikh, mwaka aliyokufa al-Imam Nu'manu ibn Thabit maarufu Abu Hanifa, ambao baadaye wasomi waliokuja kupitia na kumuona alipofikia Imamu Shafi, yako maneno yanasemwa huko, mata al-imamu wa wulida al-imamu, baada ya kuwatukulia kifo cha Imamu Abu Hanifa, na huyu bwana baadaye kukua kufikia alipofikia na kurejea historia yake, alizaliwa mwaka gani? Basi mata al-imamu wa wulida al-imamu, mwaka ule alikufa msomi imamu na akazaliwa mwaka ule ule imamu mwingine. 150 ndiyo mwaka aliyozaliwa Imamu Ash-Shafi Muhammad ibn Idrisa Ash-Shafi, akafariki mwaka 204. 50 na hii 204 maana yake ni miaka 54. Lakini ukikalkuleti katika hesabu zetu hizi za mshahara miladi, maana yake ni kwamba amefariki akiwa na umri wa miaka 53. Khalana, tumeambiwa kwa ufupi na twende kwa ufupi. Historia fupi. Bwana mkubwa huyu alihifadhi Qur'ani yote, anza hapa, alafu wewe jitazame mwenyewe na historia hii. Qur'ani ameihifadhi akiwa na umri wa miaka 7 yote. Mimi na wewe pengine hiyo miaka 7 hata madrasa hatuja kwenda. Yeye kashafuta yote, kwa lugha ya chuoni kafuta, na yote kaiweka kichwani. Alipotimiza miaka 10 ikawa kahifadhi, maana yake kuanzia miaka 7 plus anaanza kupiga goti kwa yule aliyetajwa na mzee wetu Sheikh Taha, Imamu Malik ibn Anas, Imamu Daril Hijra, mpaka anatimiza miaka 10. Imamu Shafi kahifadhi ile al-Muwatta, amehifadhi ana miaka 10. Mimi na wewe tujiulize, tumehifadhi Safina? Wakati tunawadharau hawa, tumehifadhi nini kwenye sheria? Na hili ndiyo janga la dunia. Mmoja katika matabi alisema, wa inna min afati dunia kathrata alqurra'i wa qillata alfuqaha. Katika janga kubwa leo la dunia, wasomi wapo wengi, kule vijana wanaojua rasti, sika, ajemi, girka, sijui nini zile sauti makamati, lakini sasa sheria ndiyo mtihani.
Mwaka mmoja niliingia darasani Safu Thani al-Furqani. Nakumbuka mwalimu wangu Sheikh Nasir Amri Nasir anajua nimetoka darasani kufundisha safu al-awwal, nimeingia darasa lile, mfano huu napenda sana kuutoa. Nikakuta vijana kuna zogo. Nini? Kuna kijana kaleta swali kutoka anakoishi. Imamu akiwa kwenye sajida kahuduthi, yupo kwenye sajida na maamuma wapo nyuma yake, afanye nini? Lakini yupo kwenye sajida. Yupo mtu mmoja, simtaji jina, alisema wale maamuma watakaa, wakiona muda umekwenda watapiga chabo. Lugha hii ndo alitumia, watapiga, kwa maana watanyanyua kichwa. Yupo au vipi? Fiqhi. Lakini kuna mtu aliwaambia, wewe ondoka tu, wakiona wamechelewa si wataendelea wenyewe. Wasomi wa dini ni wengi, wanaojua sheria ni wachache. Lakini tunakumbuka katika ule msafara wa Sulhul Hudaibiyah iliyofanyika baadaye, Mtume masiku yale aliswali kasri, na yeye ndiye aliyekuwa imamu. Alipomaliza rakaa mbili aliongea. Kwa hiyo kuongea, anaruhusiwa kuongea mtu aliyekuwa nje ya swala, na kitendo cha kutoa upepo mchafu maana yake upo nje ya swala, hakuna uharamu wa kuongea. Atimu salatakum fa inna qaumun safaru. Mtume aliwaambia malizeni, si wenzenu wasafiri. Na laiti Mtume angekuwa mdengereko asingeongea Kiarabu, angeongea pia kindengereko, lakini alitumia lugha hii kwa sababu ndio ilikuwa lugha yake. Kwa hiyo aliongea. Jambo dogo sana. Imamu Shafi maisha yake ya kuisoma al-Muwatta mpaka ikafikia kuwa ameanza kupewa jina kuwa yeye ni kadhi, ambalo watu wa Masri huko mbele tutagusa kidogo waliliongeza, wakamwita kadhi sharia, pamoja na kuwa alikuwa hayupo kwenye kiti hicho cha ukadhi, kuonesha ukali wa akili yake. Kuhifadhi si tatizo, kubeba si tatizo. Umeelewa ulichokihifadhi? Umeelewa ulichokibeba? Ndio yale aliyosema Sheikh Taha kwamba hiyo sio sunna. Mtu akaelewa sunna kwa maana ya kwamba ni dhiddu, kwa maana ya kwamba kinyume chake ni nini? Ni bid'ah. Imamu Shafi mwaka 184, sasa utagawa mwenyewe, mwaka 184, wakati huu ana ilmu ya watu wa Hijazi. Ndio hivyo ilivyokuwa ikijulikana. Tunaposema ilmu ya watu wa Hijazi, maana yake ni ilmu ya fiqhi ya Imamu Malik ibn Anas, ndio inaitwa fiqhul Hijaz. 184 anakwenda Palestina katika mji wa Baghdadi, anakwenda kukutana na kadhi Sheikh Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani, anakaa kusoma fiqhi ya pili ambayo inajulikana kwa jina la fiqhul Iraqi, ambayo ni fiqhi ya Abu Hanifa. Maana yake sasa anapiga miguu yote miwili. Wewe uliyejua fiqhi ya Imamu Shafi peke yake ndiye unaitusumbua mtaani. Wewe uliyejua fiqhi ya Imamu Maliki peke yake ndiyo katika watu wanaotusumbua mtaani, kwa sababu ukijui kingine, ukisikia hicho basi unaona huyu mwingine kakufuru. Na nyinyi ni mashuhuda, walimu zetu mupo hapa. Zipo kauli mbili, kwa mfano katika zakatul fitri, mfano, na hizi zote zina falsafa na maelezo mapana kabisa. Ipo kauli kwamba zakatul fitri ili ibaki katika jina lake zakatul fitri itolewe kabla ya swala, na ikitolewa baada ya swala, kwa mujibu wa ile hadithi, hiyo inabaki kuwa ni sadaka ya kawaida.
Lakini imekuja kauli kutoka kwa ulama Shafi'ia akiwepo Imamu Nawawi kwamba lakini kama mtu alikuwa ana uwezo ni mukasir, hili linabakia kuwa deni. Suala kwamba inahesabika nini sio kazi yako, kwanza lipa deni. Fadainullahi ahqqu an yuqda, ikipita lazima ulipe. Kwa kuwa hii uijui utaanzisha gogoro. Anatoa fiki za bid'a. Hili ulijui, wa a'lamu nasi man ya'khudhu ilma nasi ila ilmi. Ebu soma haya madhahib. Ndio maana ulama walileta hizi fiqh mukarrar. Mfano wa pili, sisahau tuliposimama na kwenda kusoma fiqh ya ahlul Iraq ambayo inaitwa ni fiqhul Hanafi kwa Sheikh Muhammad ibn al-Hasani al-Shaybani mwaka 184. Kuna suala la iddatul mafqud. Mfano, mwanamke aliyepotelewa na mumewe, ambayo ida yake wanawachuoni wameitaja katika sura mbili. Wakataja kwamba ile ida yake atakaa kusubiria miaka 4, na hii ndiyo kauli walioishika wengi. Lakini ipo kauli katika baadhi ya wanawachuoni wa Hanabila na Malikia wakaeleza ikiwa kupotea kwa mume dhahiri yake ni uhai, akae miaka 90, lakini 90 si kutoka pale alipopotea, kuanzia alipozaliwa. Kwa hiyo kama alikuwa na miaka 50 ana deni la miaka 36. Hili likitokea watu wataliona jipya, lakini